Iran imekanusha kutoa pendekezo lolote la kusitisha mapigano katika mzozo unaoendelea, ikipinga madai ya rais wa Marekani Donald Trump kuwa Tehran ilikuwa inaomba kusitishwa kwa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema nchi hiyo haijawahi kutoa pendekezo la kusitisha mapigano, kwa mujibu wa shirika la habari la IRIB. Araghchi pia alikanusha taarifa kuhusu mpango wa vipengele vitano uliodaiwa kuwasilishwa na Iran, akitaja kuwa ni uvumi wa vyombo vya habari. Pia alisema vita vitaendelea hadi mshambuliaji aadhibiwe na Irani ilipwe fidia kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran pia alikanusha kauli ya Trump, akiitaja kuwa si ya kweli na haina msingi, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Iran. Awali Jumatano hii, Trump alidai kwenye mitandao ya kijamii kuwa rais wa Iran alikuwa anataka kusitisha mapigano. Hata hivyo, alisema atazingatia hilo tu ikiwa mlango wa bahari wa Hormuz utakuwa wazi, huru na salama. Pia aliandika, hadi wakati huo tunaishambulia Iran hadi kutoweka, akionyesha kuendeleza kauli kali za pande hizo. Licha ya kauli hizo za hadharani, Axios iliripoti kuwa mazungumzo kuhusu uwezekano wa kusitisha mapigano huenda yanaendelea, ikiwa nukuu maafisa watatu wa Marekani ambao hawakutajwa majina. Ripoti hiyo ilisema Washington na Tehran wanajadili makubaliano yanayoweza kujumuisha kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Maafisa hao walionya kuwa bado haijulikani kama makubaliano yatafikiwa, na hawakueleza kama mazungumzo hayo yanafanyika moja kwa moja au kupitia wapatanishi. Trump anatarajiwa kulihutubia taifa usiku wa Jumatano hii. Ikulu ya White House haijatoa maelezo kuhusu hotuba hiyo, ambayo inakuja wakati shinikizo la kisiasa likiongezeka nyumbani pamoja na kupungua kwa uungwaji mkono wa umma kwa vita. Tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kiwango cha kukubalika kwa Trump kimeshuka chini ya 40%, huku wasiomuunga mkono wakifikia zaidi ya 50%. Tafiti hizo pia zinaonyesha kuwa wengi wa wapiga kura wanapinga kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran, na wapiga kura huru wakiongezeka kuipinga kutokana na wasiwasi wa kiuchumi.